Muliniambia ni sort out mambo ya elimu. Nyinyi mnajua. Wakati tulikuwa tuna campaign, kila mkutano watu wanatuambia hapana, hii CBC hatutaki. This CBC should be abolished. Saa hizi hatulali. Watoto wanakuja wanasema tengeneza gari, kata carton, sijui fanya nini. Si ndio? So tulikuwa na shida mara 4 ya mambo ya elimu. Number 1, CBC ilikuwa na matatizo. Watu hawakujua hii elimu itaenda wapi, watoto JSS itakuwa wapi, what is the process. Number 2, tulikuwa na shida na walimu wengi, hatukuwa na walimu ya kutosha. Tulikuwa na mashida na madarasa, na tulikuwa na shida kubwa na pesa ya kusomesha watoto wetu hasa katika university. Nimefika hapa nikatengeneza Presidential Working Party, tumepanga tukaweka manifesto yetu vile tulikuwa tumeandika. We have done hiyo shida 4 tulikuwa nayo. Number 1, tuliita stakeholders wote, tukakubaliana na tukatoa mwongozo. Tukasema junior school ni hapa, senior school ni hapa, JSS ni hapa. Tukaweka mtaratibu sawa sawa. Sasa we have what we call competence based education and training. Saa hii hakuna kutengeneza magari usiku, kata carton box usiku. Tumesema wacha tuweke laini mzuri. Number 2, tumeajiri walimu 1,100. 100,000 teachers. The largest employment of teachers in Kenya's history. Ni mnanielewa? Tuko na walimu 400,000 Kenya. 25% of teachers in Kenya today have been hired by this administration. Kwa sababu tulisema haiwezekani kuwe na masomo kama hakuna walimu. Sinio? Na kwa mapenzi ya Mungu katika budget tunatengeneza saa hizi na hawa wabunge, tutaajiri wengine 20,000 before December. Ndio tukamilishe, kwa sababu mkisoma katika manifesto yetu tulikuwa tumesema we are going to hire 116,000 teachers. We have hired 100,000. We are going to hire 20,000. Ndio tutimize manifesto yetu kwamba we want education to benefit every child. Hatutaki mtoto wa Kenya hata mmoja awachwe nyuma kwa mambo yetu ya elimu. Jambo la 3, tukasema ya kwamba lazima tuwe na madarasa ya kutosha. Nikishirikiana na hao wabunge, nimetafuta pesa kutoka World Bank, nimetafuta pesa kutoka watu wengine. We have now built 23,000 new classrooms in Kenya. Na bado hiyo kazi inaendelea. Because we had inadequate learning spaces. Na jambo la mwisho, ikabidi tubadilishe ile funding model. Universities tuko nazo 40, 23 ilikuwa technically insolvent. University ilikuwa inalipa kama Egerton ilikuwa inalipa half salary. Nairobi University ilikuwa inalipa without statutory deductions. Wengine, there was a big problem. So tumebadilisha. Now we have a student-centered funding model ambaye inahakikisha kila mtoto wa Kenya kulingana na uwezo wa wazazi wao tunawapatia pesa ya kutosha ya kusoma. Kama mtoto anatoka jamii ya chini, tunampatia basari mpaka 90%. Kama mtoto ni kama ya William Ruto na Lusaka na hawa wengine wadosi tuko hapa, tunapatiwa loan ya 30%, ingine tunajilipia. Ni mnanielewa? So tumesort out maneno ya elimu.